Hongera kwanza kwa mara ya kwanza kuja kushuhudia mazoezi ya senior team. Tuambie kwa namna ambavyo umeona na kama ambavyo tulikuwa tumeambiwa ni mwaliko kwa siku ya kwanza kuja hapa. Kwanza niseme ni fursa nzuri kwangu mimi kuja kuhudhuria mazoezi ya senior team. Ni sehemu sahihi kwangu mimi kujifunza kwa sababu tunaamini mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unapaswa kujifunza kila siku. Hasa kwa watu ambao wamekuzidi uwezo, ambao wana experience kuliko wewe. Kwa hiyo nimeona ni programu nzuri, nimejifunza baadhi ya vitu kwa siku ya kwanza ambayo nimekuja hapa, kwa sababu inanijengea vitu vingi. Kuwa sehemu ya programu ya timu kama hii kwa maana ya big club, big players ni kitu kizuri kwangu mimi, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuwa sehemu yenye wachezaji wakubwa kama hivi kwenye klabu kubwa kama hii. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwangu na kitanijengea uwezo mzuri wa kuendelea kujifunza na kuweza kufanikiwa kupitia kari yangu mimi. Mwaliko lakini ulipokeaje? Naweza kusema leo ni kama siku maalum na siku muhimu sana kwangu, kwa sababu hii haiwezi kutokea kwa kila mtu, na nafikiri ni upendeleo ambao naweza kusema labda uongozi wa Yanga umenipa, technical staff pamoja na wachezaji. Nimeona namna ambavyo wamenipokea mazoezini. Kwa hiyo mimi nilifurahi baada ya kupata hii taarifa, kwa hiyo nikaipokea kwa mikono miwili. Naendelea kujifunza kwa sababu huwezi jua labda platform ambayo nimeipata leo inaweza kanisaidia huko mbeleni, pengine kurahisisha kazi zangu, kwa sababu ndoto yangu siku zote nimekuwa nikisema kwamba natamani kufundisha timu za kiume. Kwa hiyo kwa sababu nimeanzia hapa, hata ikitokea huko mbeleni nikitaka kuapply kazi sehemu nyingine inaweza kuwa rahisi kwangu kupata kile ambacho nakihitaji. Lakini kwa namna ambavyo umetazama mazoezi haya na umeshiriki kwenye mazoezi haya, pengine utofauti ni mkubwa sana na kule ambapo uko sasa hivi? Mazoezi hayawezi kuwa tofauti sana. Kikubwa hapo tofauti wake ni namna ya kumanage wachezaji, kwa sababu wachezaji ambao mimi nawafundisha kule level yao na hapa ni tofauti, kwa sababu kila mtu anafahamu kuja kufundisha wachezaji wakubwa kama hawa haiwezi kuwa vile kama ambavyo unafundisha watoto wako wa kike labda ambao unafundisha kwenye timu yangu Yanga Princess. Kwa hiyo issue hapa sio mazoezi, issue hapa ni namna ya kurani program, namna ambavyo mwalimu anafikisha ujumbe, namna ambavyo wachezaji wanapokea. Nafikiri kuna kitu kikubwa ambacho tuko tofauti na wao, kwa sababu siku zote mimi naamini coaches, kitu pekee ambacho kinaweza kukubeba kwenye kazi yako ni confidence na sio kufundisha peke yake. Kwa hiyo kuja kwenye program kama hizi zinaniongezea uzoefu na kuendelea kujiamini, kwa sababu kazi zetu hazichagui jinsia, kwa maana naweza kuwa na coach wanaume, kesho kwa coach wanawake hivyo. Kwa hiyo naendelea kupata uzoefu kwa sura nyingine tofauti na ile ambayo nimezoea. Tumekuona ukizungumza na baadhi ya wachezaji kama kina Azizi, akina Mudathi, bila shaka huwa mnakutana nje tu ya program, lakini leo unakutana nao. Kitu gani pengine labda walikuwa wanakuambia lakini wewe ulikuwa unawaambia? Mimi nafikiri nafahamiana na wachezaji wengi hapa, kwa sababu tunafanya kazi kwenye klabu moja. Ni kwa sababu hatukutani kwenye majukumu, kwa maana kwenye training na kwenye mechi, lakini tunafahamiana wengi hapa, na umeona namna ambavyo wakati tunasalimiana wakati nimefika, manake ni kama sehemu ya familia yetu. Sema ni kwa sababu hatukutani kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo wao naamini wamefurahia kile ambacho kimetokea leo, japo hakuna mtu anaweza kuzungumzia au kuelezea feelings zake, lakini ni kitu kizuri kwa sababu leo anaweza kawa anafanya kazi Yanga, kesho kutwa labda kesho na kesho kutwa hapo Yanga, pengine nikawa niko kwenye timu nyingine nikapata chance ya kuzungumza nao na kuja kufanya kazi kwenye timu moja, kwa sababu haya ni sehemu ya kutengeneza mahusiano mimi na wachezaji, kwa maana coach na wao ni wachezaji, kwa sababu kazi zetu leo huko hapa, kesho utakuwepo hapa. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwangu mimi. Kwa hiyo nashukuru kwa hii nafasi ambayo nimepata, imeanza kunijengea vitu vingi kichwani. Umesema malengo yako siku moja ufundishe timu kubwa hizo, tunasemea labda kwenye ligi kuu. Pengine umeona sasa namna hii, unaona muda tayari wa wewe kwenda kwenye timu kubwa kama hizo za Simba, labda Yanga, KMC kuzifundisha? Mimi nafikiri malengo yangu ni kufundisha timu yote ya kiume. Haijalishi kama ni Yanga, kama ni KMC au ni timu gani. Cha muhimu ni kufikia ndoto zangu. Kwa hiyo huwezi kufikia kwenye ndoto zako kama huwezi kubali kujifunza. Mimi naendelea kujifunza. Kusema ndoto yangu hadharani haimaanishi kwamba lazima iwe kesho au iwe leo. Inawezekana ikawa baada ya miaka miwili, mitatu, baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo naweza kusema mimi niko darasani naendelea kujifunza, kwa sababu
haiwezi kutokea kama ajali kutoka kufundisha mpira wanawake kuja kwenye upande wa wanaume, kama hapo umeweza kile ambacho unakifikiria. Kwa hiyo nahitaji kuendelea kujifunza na kupata uzoefu. Nafikiri muda bado nao kuendelea kujifunza. Tuendelee kuona tena hapa au pengine mechi itakaporejea za Yanga Princess ndio utaendelea kule utatana na huko tena? Mimi nafikiri nimekuja hapa kwa sababu ligi yetu wanawake imesimama. Kwa hiyo namna ambavyo nitaendelea kuhudhuria programu, nafikiri hiyo itakuwa ni issue ya mwalimu sana. Sasa siku akinihitaji kama nije au mimi nikirequest kuja mazoezini, nafikiri itakuwa ni rahisi kwangu mimi kuendelea kujifunza. Asante. Mara ya kwanza kuhudhuria, bila shaka inaweza kuwa sio mara ya kwanza na kuhudhuria hapa programu ya mazoezi ya Yanga. Tuambie kwa namna ambavyo yalikuwa kwa bila wewe unatazama. Kwanza nimeona mazoezi ni mazuri, kuna vitu vingi vya kujifunza. Kwa hiyo kwa kifupi mazoezi nimeona ni mazuri. Yes. Sawa, tuambie wewe upo kwenye timu ya wanawake mara nyingi. Yes. Lakini pia upo hapa leo kwa ajili ya kutazama sini ya timu ya Yanga. Kitu gani ambacho labda kinatoa manufaa kwako wewe? Mimi ningezungumzia kwa ujumla. Nimekuja kutazama mazoezi ya timu ya senior kama kawaida, lakini kikubwa kuja kumwangalia Edna siku yake ya kwanza kwenye technical bench la senior team. Na hasa ambacho tumejifunza ni kuona yeye ni jinsi gani anaboresha kazi yake kutokana na hichi ambacho anakipata hapa katika senior team, ili atakapokuwa amerudi kule katika timu ya wanawake aweze kukitumia. Lakini vile vile nichukue fursa hii kushukuru uongozi kwa kufanya jambo hili, na inaonyesha ni maono mazuri kiasi gani kwa viongozi wetu wanapojaribu kuwa promote ya makocha wa timu zingine. Na Yanga ni timu moja, Yanga ni timu moja, ni klabu moja, na ni lazima kuwe kuna muunganiko, kwa mfano wa senior team, timu ya wanawake, under 17, under 20, kwa sababu zote ni klabu moja, sio? Kwa hili linaenda kwenda kutuunganisha. Ukiangalia mechi za Yanga Princess utaona kocha wa senior team amekuwa akija kutazama. Hiyo ndio imewavutia nyinyi? Sio sisi imetuvutia, lakini naona uongozi umeona kuna kitu. Kwa hiyo na wao wamehamasika, wameona wafanye kitu kutokana na hiyo connection ambayo wanaiona. Lakini sio kocha tu wa senior team, unaweza kuona Taibi, fitness coach wa senior team. Kuna wakati alikuwa anakuja timu ya wanawake, anakuja anafanya nao mafunzo, anawapa kile kitu ambacho anaona wanastahili kuwasaidia katika raundi ya pili, na utaona ni kweli raundi ya pili timu ya wanawake imekuwa na mabadiliko makubwa sana. Lakini sio hapo watu, imekwenda mpaka kwa wachezaji. Unaweza ukaona wachezaji wa senior team wanakuja kusupport dada zao, wanakuja kuangalia mechi zao, na ile sehemu ambao wanaona wanaweza kutoa mchango wao, wanatoa mchango wao. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, sisi tumekifurahia sana. Kuna kitu leo inaweza kama kuzalini kwenye na ni kama Edna. Kwanza yeye binafsi inamjenga confidence as a kocha wa kike, kuwa pamoja na makocha wakubwa wa kiume, inamjenga kiakili. Inakwenda kumjenga kwa kuamini kile ambacho atakwenda kukichukua na kukipeleka katika timu za wanawake. Moja ya ndoto za Edna Lema siku moja ni kuja kufundisha timu ya wanaume, akae pale yeye kama head coach wa timu ya wanaume. Kwa hiyo inamuonyesha kwamba kule anapotaka yeye kuelekea tayari yuko njiani. Yes. Asante sana.